Na hapa natumia mamlaka yangu ya kikatiba kwamba hizi nafasi zitabaki wazi kwa mujibu wa katiba mpaka pale kipindi kitakapokwisha, ambayo ni kikatiba ni siku 90. Labda niseme ni wizara gani ambazo ninaziacha wazi. Ya kwanza ni ofisi ya makamu wa rais, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Ya pili ni wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda. Ya tatu ni wizara ya afya. Na ya nne ni wizara ya utalii na mambo ya kale. Hizi mbili walikuwa nazo katika kipindi kilichopita. Biashara na maendeleo ya viwanda na afya nimeamua zibaki. Lakini nimeongeza mbili. Ofisi ya makamu wa kwanza awe na mtu kutoka kwenye chama chake akipenda. Lakini nimeona sekta mama, sekta kuu ya uchumi hapa Zanzibar ni utalii. Basi tuwe na goodwill, sekta kiongozi tuwape wao. Vigezo vikuu naweza nikasema cha kwanza ni mpangilio wa kila mkoa. Sababu nchi yetu ina mikoa 5, ni muhimu kuhakikisha kila mkoa unapata mwakilishi kwenye baraza. Cha pili ni elimu. Elimu ya wahusika ni muhimu katika kutekeleza majukumu yao. Kwa hivyo tunafuata uweledi na elimu katika sekta. La pili ni uzoefu. Kuna watu katika tuliowatangaza hapa wana uzoefu, na tunachotafuta kutoka kwao ni uzoefu wao. Kwa hiyo mnaweza mkaona kuna majina ya watu ambayo wako siku nyingi lakini ni wazoefu. Jingine tunalofuata ni jinsia. Unapokuwa na baraza lazima uhakikishe jinsia zote zinapata nafasi kwa idadi inayoendana. Haiwezi kuwa sawa kwa sawa, lakini kwa idadi ambayo inaendana. Halafu kuna swala la visiwa vyetu. Zanzibar ni Unguja na Pemba. Kwa hiyo lazima kuwe kuna wanaotoka Pemba na wanaotoka Unguja, kama vile ambavyo nimesema awali, kufuata mikoa yetu 5. Sasa kuna vigezo vingine vingi zaidi ya hapa, lakini itoshe kusema kwamba kazi hii ugumu wake uko hapo katika kuhakikisha kila kitu. Tumeongeza wizara 2. Sasa badala ya kuwa zile 18 za awali, sasa tutakuwa na 20. Na kwa kweli si kwamba tumeongeza kwamba mpya kabisa. Hapana, tumeziondoa kutoka katika wizara ambazo zilikuwepo awali, tukazitengenezea wizara peke yake kwa umuhimu wa majukumu yake. Utakumbuka wakati wa kampeni nilitoa ahadi ya mambo mawili makubwa. Kwanza ni kuhakikisha kwamba serikali inaendeshwa kidijitali zaidi, yani digital transformation. Sasa ili tuweze kufikia huko, tunahitaji eneo hili la mawasiliano kuwa na utendaji wa peke yake.